Pengine vijana wengi wanapomaliza elimu ya vyuo vikuu huenda tu kuanza maisha mtaani na kujitenga kutokana na kuwa na wasiwasi, labda nikimuuliza fulani anafanya nini itakuwa ngumu kwangu. Lakini hii haijawa hivyo kwa vijana wa IFM Brothers ambao hawa walianzisha kundi lao la IFM Brothers 2021. Ni vijana waliomaliza chuo cha usimamizi wa fedha mwaka 2004 na mwaka 2005, ambapo baada ya miaka kadhaa mbeleni walikwenda kuungana na kuanzisha kundi lao la pamoja, na mwisho wa siku wamefungua kampuni ambapo wanasimamia biashara na wameweza kuwezeshana. Yapo mengi ya kujifunza kwa vijana ambao wanakwenda chuoni au wapo chuoni, na hapa tutapata nafasi ya kuzungumza na mwenyekiti pamoja na CEO wa kampuni mpya kabisa ya IFM Brothers 2021 Company Limited. Watuambie nini hasa kimelengwa katika kampuni hii. IFM Brothers ni jumuiya ya wanachama, ni mkusanyiko wa wanafunzi tuliosoma pamoja IFM mwaka 2000 na kugraduate pamoja mwaka 2004 na mwaka 2005. Inakava miaka miwili. Kwa hiyo hao ndio tunashare common interest. Tulikuwa tunavutana sana pale chuoni kipindi kile. Tukasema huko mtaani baada ya kuja mambo ya WhatsApp haya, kwani tusikutane? Tukaanzisha group la IFM. Ilita tu IFM 2004 2005. Sasa katika uanzishwaji ile group tulikuwa kama magrupu mengine tu haya ambayo mnachati, mnataniana mipira na nini. Lakini nikisema tunaweza tukaenda beyond that. Kwa hiyo mwaka 2021 tukaenda next step. Kwa wale ambao tuliona tuna common interest kule kwenye ndani ya group, tukaanzisha hichi kitu kinachoitwa IFM Brothers. Sasa unachokiona why 2021 ni kwa sababu ndio mwaka ambao tulianzisha hii. Ndio maana tukasema IFM Brothers 2021. Tulianzisha Januari kwa lengo la kwenda nje ya WhatsApp, kwa lengo la kusaidiana, alafu na kwenda mbali kiuchumi kama ambavyo tumefika sasa hivi hapa, na kwenda zaidi hapa tulikofika. Imekuwa vipi rahisi kuweza kumaintain kwa marafiki au ndugu wa pamoja kuanzia 2004 mpaka leo 2025, ni takriban miaka 20. Imekuwaje rahisi kuweza kumaintain huo udugu wenu? Ni rahisi kwa kwanza, mwanzoni haikuwa rahisi kwa sababu tulivyomaliza kila mtu alienda na njia yake. Lakini tuliletwa pamoja baada ya mwenzetu alifewa na mke wake, na mwaka 2017 tukajiasembo kwenye ile kushiriki ile tatizo. Tukajikuta mwisho wa siku ndio tunakuja kupata muunganiko mpya kama ambavyo tulikuwa kule chuo. Tulipopata ule muunganiko, unavyoiona IFM Brothers leo hii sio kama imefika hapa kwa rahisi, hapana. Kuna changamoto nyingi, up and down, kutofautiana kwingi sana, na huko ndio kulitokotujenga. Tumetofautiana mpaka wengine nusu wachapane, lakini zile tofauti zetu tulizokuwa nazo, huwezi amini, mwisho wa siku tunafikia kukubaliana. Hii ni annual general meeting ya tatu toka mmeanza 2021. Hii ya tatu inatofauti gani hizo mbili zilizopita? Yani maana yake ni kwamba humu ndani kuna mafanikio na gani ambayo mmeshayapata mpaka leo mnasema sasa kuna hatua fulani tumepiga sisi kama IFM Brothers 2021? Mafanikio makubwa sana, kwa sababu tulianza from nothing, lakini sasa hivi ukiangalia kwenye AGM ya tatu tunazungumzia kuwa na kampuni ambayo inaenda kuwa group of companies. Tunaenda kuwa sehemu ambayo sisi tukistaafu tunakaa na kuanza kula kuku. Lakini tulivyoanza tulikuwa tuna kitu, tuna wazo tu. Tena wazo lenyewe sio lililounganika, ni vio vilivyo katika. Tukaanza kuviunga hatimaye vikasimama.
tukawa kitu kimoja kupitia changamoto za kutofautiana kimawazo, lakini kimawazo na kimtazamo. Vision yenu ni ipi? Vision yetu ni kuwa kundi la mfano kwenye jamii. Mpaka sasa una wanachama ambao ni wangapi? Idadi ya wanachama tunavyoongea hivi leo hapa ni wanachama 66. Probably wakati mnamaliza mlikuwa kama wangapi? Ni wengi. Kwenye hiyo miaka zaidi ya watu 500. Kwenye hiyo miaka tunafika 800, 1000. Mpango wote wa kuongeza wanachama au kuwashawishi? Yes. Sisi kwetu hatujafunga mlango. As long as umemaliza katika ile miaka miwili, wewe ni member. Unakaribishwa, unafuata tu zile taratibu za kujiunga, unalipa hizo installment ambazo utatakiwa kulipa na unakuwa mwanachama. Yes, tunapata changamoto moja ya kupata watu wengi wa nje ya huo wigo kutaka kujiunga, tena wengi wenye mahela mengi mpaka milioni 50 milioni nataka kuinject money waingie, lakini no, sisi tumeshaji define kupitia hiyo miaka. Kiukweli tunatupa maombi mengi sana nje. Kuanzia 2004, pengine mtu mwingine kuanzia 2004 na kuendelea, wako ambao wanaongezeka kutaka kujiunga na nyinyi? No, wapo wanaotaka, ni wengi kama nilivyokuambia. Ndani ya IFM na nje ya IFM ni wengi mno, lakini sasa kama nilivyokuambia tumeshajidefine miaka ile miwili tu. Labda tuje kubadilisha hiyo sera ambayo sioni kwa sasa, kwa sababu tunaenda kuwa mega group. Sioni namna ambavyo tunaenda mtu anaweza kutoka kuja kuweza kuingia, kwa sababu inaenda kuwa kitu complex zaidi. Panapokuwa na kundi la watu ambao walisoma darasa moja, wengi huendana umri na pengine kuna kutokuheshimiana mara nyingi kunatokea, au pengine kupuuzia baadhi ya mambo. Ni changamoto kiasi gani maintain kuwa pamoja kwa muda wote huu, watu 2004 2005 kwa miaka 20 bado mkawa pamoja? Kwa namna gani mnafanya jitihada kuweza kuwa na nidhamu ya pamoja? Ni kweli ni changamoto, na hasa kwa namna ambavyo sisi tulianza, kwa sababu tulianza kama kikundi tu cha social. Sasa kikundi cha social hakina masharti mengi. Pale ambapo tuliamua kwamba sasa tutoke kwenye social tuende kwenye mambo ya msingi, ndipo ambapo nidhamu ilipaswa kuwa ya msingi sana. Na katika kundi chetu tangu tulipoanza, kamati ya nidhamu ilijitahidi sana kusimamia misingi yote ya nidhamu na maadili, kuhakikisha kwamba tunaanza kujenga misingi imara kule tunakoelekea. Kwa hiyo tuliweza kusimamia nidhamu, na tunashukuru kwamba kwa kweli kila mwaka jinsi ambavyo tunasogea mbele, nidhamu inakuwa iko thabiti, na tulijiwekea sheria ambazo zinatuongoza, na kwa kweli tuliweza kuzisimamia. Na kwa wale ambao walishindwa kuheshimu sheria hizi, tulikuwa tuko tayari kuwaacha ili tuweze kuendelea na wale ambao wanaweza kualign na yale ambayo tunakuwa tunakubaliana kwenye vikao na katika kanuni na miongozo yetu. Ni nani anafaa kuwa mwanachama wa IFM Brothers 2021? Mwanachama wa IFM Brothers 2021, masharti ya kwanza lazima uwe mwanamume, na ndio maana inaitwa IFM Brothers. Lakini pia ni wale ambao wamesoma chuo cha usimamizi wa fedha mwaka 2004, wamemaliza 2004 2005. Hawa tuna share common ideas, lakini pia tuna ile common friendship ambayo ilituweka pamoja. Kwa hiyo ndio inayosababisha kwamba tuweze kukutana na kuweza kuongea mambo ambayo yanaendana. Kwenye maelezo ya mwenyekiti ameniambia mlimaliza takriban karibia 200 kuelekea mpaka 500, lakini kwa sasa mpo 60 tu. Unadhani ni sharti gani gumu ambalo linafanya watu wasiweze kuwa miongoni mwenu? Ukweli ni kwamba baada ya kumaliza chuo watu walitawanyika. Kama unavyoona ni kwamba tumeanza kufanya hii michakato miaka 20 baadaye. Kwa hiyo kuna watu wengi tu ambao wametawanyika mahali, wengine wako nje ya nchi, wengine wako nchini, wengine wako mikoani, wengine wana shughuli maalum za kufanya, wengine wanajitegemea.
Kwa hiyo bado tunaendelea kuwavuna hawa watu. Mwaka wa kwanza tulikuwa watu wachache, mwaka wa pili wakaongezeka, na mwaka wa tatu hata leo tunapofanya EGM ya 3 tuna watu ambao wamekuja kwa ajili ya kujiunga tena. Kwa hiyo tuna imani kwamba baada huenda ya miaka miwili ijayo idadi ikakua ikazidi hata watu 100. Masharti sio magumu sana, lakini changamoto ni ile kupata hayo. Masharti ni ya kawaida 2004 2005, lakini pia tuna masharti na vigezo ambavyo tunavizingatia vikiwa pamoja na ada, lakini pia na fedha kwa ajili ya kufanya investment ndani ya kampuni. Na huwa mnapata nafasi ya kupita vioni kuweza kuhamasisha, hasa chuo ambacho mmesoma, kuhamasisha wadogo zenu wenyewe kuweza kuwa na kundi la namna hii? Ndio, kuna makundi ya chuo ambayo pia tumo na tumeendelea kuwahamasisha waweze kufanya vitu vya aina hii. Na yapo makundi mengine ambayo yako ndani ya chuo pia wameliona hili kwamba ni jambo zuri, na ninakumbuka hata mwaka jana mwishoni au mwaka huu mwanzoni chuo kiliandaa hafla kwa ajili ya wanachuo wote ambao walipita pale chuoni, na tuliweza pia kupata fursa ya kusponsor mkutano ule. Lakini zaidi ya kusponsor ule mkutano, tulipata fursa pia ya kujieleza kwamba sisi ni nani, na kweli hata mkuu wa chuo alifurahia na aliona kwamba ni mfano mzuri wa kuigwa. Kikubwa, kuna mambo matatu makubwa ya msingi ambayo nayapata nikiwa mwanachama wa FM Brothers 2021. Cha kwanza, networking. FM Brothers 2021 ni kundi la wasomi ambao walimaliza chuo cha usimamizi wa fedha IFM kati ya mwaka 2004 na 2005. Watu hawa ni wasomi kimsingi, na kwa sababu ya usomi wao nifanya mimi nipate network ya watu. Wapo kwenye taasisi za umma, wapo serikalini, wako kwenye corporates, lakini pia wana makampuni, ni wafanya biashara. Mimi personally ni mfanya biashara, na kwa sababu ya biashara yangu ninanufaika kufanya nao biashara katika network hiyo nilionayo. Lakini kingine, socially nimefurahi sana. Taasisi yetu au jumuiya yetu imetunufaisha wanachama wote kwenye mpango wa bima. Tuna bima ambayo ina upande wa matatizo kama changamoto kama za misiba. Kwa hiyo tumejiingiza kule kwenye bima. Mwanachama akifiwa, kuna bima inasaidia, unapata pesa za kujikimu kwa ajili ya kuendesha msiba. Lakini pia zaidi ya hapo, hii network pia inatusaidia kwenye maeneo kama mambo ya harusi, shughuli za kijamii hizi. Unaona, ukiwa na network kubwa hii ya watu zaidi ya 64 65, inatunufaisha nini? Mimi personally nimefiwa. Socially tunanufaika kama wanachama kupitia mpango maalum wa bima. Ukipata msiba, bima inachangia kiasi fulani cha pesa ambacho kinakufanya uweze kuendesha shughuli zako za msiba. Lakini pia mambo kama ya harusi, shughuli nyingine za kijamii, harusi, vipaimara nini, hawa members 64 wanashiriki. Sera yetu kama chama inasema kwamba wale members ambao wako kwenye huo mkoa ama mji ambao wewe member mwenzao upo, una shughuli, una msiba ama una harusi, wanashiriki. Kwa hiyo siku zote ili kundi lipo, tunanufaika sana maeneo. Lakini manufaa mengine ni taasisi hii sasa ina pesa. Unajua, tuna mfuko wa UTT, tumeingia kule, tuna pesa millions of cash kule UTT tumeinvest, na ile pesa inazunguka kwenye biashara sasa hivi. Sisi ambao ni wafanya biashara lakini ni members, tuna uwezo wa kuingia kwenye ile pesa na kufanya kwenye biashara zetu kama mitaji. Unaweza kukopa pia. Sio kukopa pase, ukiwa na business wewe unanunua kama slot hivi kwenye IFM Brothers. Kwa hiyo wanakuwekea fungu la pesa, unaenda una execute ile project yako and then unarudisha ile pesa na faida. Haipo katika mtindo wa kukopa, ukopi. Fanya biashara afu unairudisha fedha ile. IFM Brothers ina finance projects zetu sisi members. Ukiwa mwanachama una biashara, unapata tenda ya serikali ya milioni 100, labda unataka capital milioni 70. IFM Brothers hii ina finance hiyo project yako, alafu utaturudishia na kafaida kadogo. Asante. Humu ndani sijaona mwanamke hata mmoja. Siri ni nini? Kwa nini hujaona mwanamke ni kwamba katika magrupu ya kijamii haya mara nyingi tunasema birds of the same feather flies together. Kwa sisi tulikuwa wakaka tuliomaliza shule pale FM tukajiunga kwenye grupu letu. Ilikuwa inaitwa IFM Brothers 2020. Ilikuwa IFM Brothers 2005.
ilianzia hivyo kama group, ambapo tunajadili mpira, Simba Yanga, pale leo tutakuwa wapi hivi na hivi socially. Later on tukasema jamani, mbona tunaongea ujinga tu siku zote? Why don't we just do something ambao itatufanya baadaye tunakwenda kwenye miaka ya kustaafu tu tuna maisha. Tukasema basi tuanzisheni kitu ambacho kwanza kitamempower mwanaume aweze kuliclaim ile position yake kama kiongozi wa familia. Wamama tayari wana hivi vikundi katika jumuiya zetu huko katika mitaa, wana vikoba vya wamama hata makanisani. Kwa hivyo tukasema kwamba na sisi hebu tufanye kitu tuweze kumempower tena mwanaume, lakini tunataka tusimame kama mfano kwa ajili ya vijana wanaokuwa wa kiume, lakini watoto wetu kwamba bado unaweza ukawa baba na ukawa na uchumi. Ndio maana tukasema bwana, hebu tukae hivyo. Lakini initially ilikuwa ni kwamba tulikuwa wanaume toka mwanzo kwenye group hili la kijamii, basi tukaendelea hivyo. Natambua tofauti za kiuchumi ambazo zinakuwa baada ya kumaliza vyuo kwa pamoja. Natamani kufahamu kitu ambacho huenda kinatokea kwenye jamii. Kuna wenzenu ambao pengine katika maisha waliteleza, labda michongo imekataa, ajira zimekataa, labda kuwa kwenye kundi hili wameweza kufaidika, labda walipata ajira au biashara au wamekuwa supported economically kuweza kupushi maisha na kufanikiwa. Kikubwa ambacho tumekifanya, ndio maana nilikwambia baba lazima aliclaim nafasi yake kama kiongozi wa familia. Sasa sisi kama leaders wa familia ile ya IFM ambao tulisoma, tulichokifanya tumefungua kampuni kupitia hii IFM Brothers 2021 kama taasisi. Tumefungua kampuni IFM Brothers Company Limited. Hii kampuni lengo namba moja ni kuajiri hao wenzetu waliosema ambao michongo haijakubali. Tunawaajiri katika hii kampuni. Tuna board of directors hapa sasa hivi. Very soon itaanza kuajiri hawa vijana. Kampuni bado ni mpya tu, ina miezi kama 4, lakini imeshafanya hata kazi 2-3. Kwa hiyo unaona kampuni inaanza kuingiza pesa, utahitaji kuajiri watu. Tutahitaji tax consultant, kuna mtu amesoma tax pale FM, lakini michongo imekataa. Tunaweza tukamweka ofisini akawa anafanya hizo compliance za taxes za kampuni yetu. Kwa hiyo tunatarajia kufanya hivyo. Hilo ndio lengo kubwa kabisa, kuwaajiri hao vijana, lakini pia in the future watoto wetu waje kupata ajira kwenye hii kampuni, kwa sababu unaona sasa hivi hata serikali ajira ni ndogo sana. Kama nchi ajira inaenda inashuka kila kukicha. Kwa sisi kampuni hii inakuja kuwachukua hao wale wasema sasa. Sisi kuzungumza na kijana ambaye yupo chuo, pengine anajitenga au muda mwingi anatumia kuangalia movie au magrupu yao wanayatumia kwa kazi ambazo ni kama hizo nyinyi mlivyoanza kujadili mipira na kadhalika. Nisaidie kuzungumza naye afahamu faida kitu kama hichi na kwa namna gani ambavyo kama wakiwa nalo kundi kama hili litawasaidia na wao. Asante. Sasa hii ni kwa ujumla wanafunzi wote wa kike na wa kiume ambao wako vioni. Specifically wanafunzi wa IFM. Very soon tutaanza kuwakaribisha hawa vijana kuja kujoin ili group letu la IFM Brothers. Tutafungua milango kwa ajili ya hawa ambao wakusoma 2004, 2005. Kwa sababu tunataka kuinvest kwenye biashara kubwa, tunahitaji capital. Sasa hawa vijana watakuja kuongezea mtaji. Lakini kwenye swala lako kwamba nawatamanisha nini? Ukimaliza chuo usijitenge, hata ukiwa chuoni usijitenge. Jitahidi ku network. Ungana na vijana wenzio wa kike kwa wa kiume, muweze kupata mawazo changamfu. Kila mtu ana brain ambayo inakuja na mawazo tofauti. Mkikaa pamoja mnachangeza kutengeneza jambo zuri ambalo linaweza likawafanya move. Sisi kukaa kwetu pamoja kwa mfano kumetuwezesha kuona kumbe tunaweza tukatengeneza uchumi kupitia potential tulionayo. Kwa hiyo nasema kijana usijitenge, usikae mbali, jiunge na wenzio upate maarifa. Maarifa yanapatikana kutoka kwenye vichwa vya watu wengine. IFM Brothers Company Limited, kwa nini ina sababu za kuanzisha za kampuni hii ni zipi? Kiuhalisia hii imezaliwa kutoka kwenye jumuiya ya wanafunzi waliomaliza chuo cha IFM ambao walianzisha community inaitwa IFM Brothers 2021. Sasa kutokana na ile chimbuko tukawa tunafanya mambo ya kijamii, social. Yale yakapelekea kwamba sasa tutoke kwenye ile nadharia ya kila siku kwamba tunadili na mambo ya social, mazishi, sherehe na kadhalika.
tuende hatua kubwa zaidi, hatua ya kuhakikisha kwamba tunakuwa kiuchumi, tunashiriki katika kukuza uchumi wa nchi na tunashiriki katika kukuza uchumi wa mmoja kwa maana ya wanafunzi waliosoma IFM na kizazi kijacho cha wanafunzi wa IFM. Hilo ndio chimbuko la IFM Brothers. Kampuni yenu ya IFM Brothers Company Limited, kama sijakosea, inafanya nini na nini? Kwa sababu tunafahamu kampuni zina variety of activities. Ya kwenu inafanya nini na nini? Kama ulivyosikia, kampuni imezaliwa tarehe 26 mwezi Machi 2025. Kwa hiyo tuko kwenye ule mchakato wa kufanya shughuli mbalimbali. Kampuni yote ina wigo mpana sana wa kufanya shughuli nyingi, lakini kwa kuanzia tumejikita kwenye kufanya ICT supply, lakini tunakwenda kwenye ukubwa zaidi kwa kuhakikisha tunafanya shughuli mbalimbali ambazo zitawezesha uchumi kukua. Tutakuwepo kwenye supply chain ya kilimo, tutakuwepo kwenye masuala mengine ya supply chain za masuala ya madini, tutakuwepo kwenye masuala mbalimbali ambayo tunaamini yatatoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tunafungua fursa ya kuhakikisha wale wote ambao walisoma IFMs, tunasema alumni, tuna take advantage au tuna leverage network ya watu waliomaliza IFM ambao tunaamini kuna fursa nyingi za kiuchumi ambazo hazijawezwa kushikiliwa. Kwa hiyo sisi tupo kuzikamata hizo fursa. Fursa hizi za ajira na nafasi za kufanya kazi nanyi zitatoka kwa watu wa IFM au mtenda na vyuo vingine ambapo wanaweza kufanya kazi nanyi? Kwa maana ya kampuni haina bias. Kampuni siku zote inatakiwa iwe iko opportunity employer. Tunatoa fursa kwa watu wote ambao tunaamini wataweza kufanya kazi na IFM. Kwa maana tunahitaji kupata watu wenye talented people, watu ambao watakuwa ni creative, innovative enough, watutoe sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Tukisema tunafunga tu kwa ajili ya watu wa IFM, itakuwa hatutendei haki. Lakini ikitokea kuna watu wa IFM wanafikia katika vigezo hivyo, watawekwa ndani. Priority itakuwepo kwa sababu tutakuwa tuna share the same culture, tutakuwa tuna share the same common understanding. Watu wote mkiwa mna share the same understanding, ni rahisi kufikia hatua kubwa zaidi. Hilo ndo lengo kubwa la kuanzisha kampuni. Tutatengeneza ajira nchi nzima. Cheno ambacho mmesoma ni cha usimamizi wa fedha. Natamani kufahamu pengine kampuni yenu hii itawekeza kwenye biashara za miamala ya kifedha au zinazoendana na hizo, pengine labda kuwa na microfinance au kufungua hizi bureau de change au kuwa na wakala. Inategemea kuinvest kwenye eneo hilo ambalo ni eneo lenu, au pia kutoa consultancy ya elimu za masuala ya fedha na taxation? Kiuhalisia IFM ni chuo ambacho kimejitambulisha kwa maana ya kutoa huduma ya fedha, masomo ya fedha, lakini inayo maeneo tofauti. Kuna masuala ya banking pale, kuna masuala ya finance, kuna masuala ya IT, kuna masuala ya insurance, kuna masuala ya social. Kwa hiyo haya maeneo yote hayajatulimit kwamba sisi tu focus kwenye eneo moja. Tunataka tuchukue fursa zozote za kiuchumi ambazo hazijakuwa tapped. Hizo ulizozitaja tutakwenda, na fursa ambazo zingine hazijatajwa ambazo hujazitambulisha tutakwenda. Tunayo mifano ya kampuni mbalimbali duniani ambazo zimeweza kutoa huduma za teknolojia nje ya nchi, na sisi tunajikita hapo. Fursa ambayo yote tunaweza tukaitoa huduma ndani ya nchi na nje ya nchi, hiyo ni eneo ambalo sisi tuko tayari kulifanyia kazi. Kampuni hii imeundwa kutoka kwenye association ya IFM Brothers 2021 Ipagala, ambayo ina include wanafunzi ambao wamesoma IFM wa jinsia ya kiume. Kwa hiyo miaka ya 2024, 2005, 2006. Lakini tumeonelea kwamba ni muhimu wa kuwa na kampuni ambayo ni ya biashara zaidi. Majukumu ya hii kampuni ni mengi sana. Yaani kwa sababu tumeamua kuwa na taasisi ambayo itatuunganisha watu wengi. Kwa hiyo hata ukiangalia kwenye memats yake imeainisha majukumu mengi ambayo yanaweza kufanya na taasisi hii. Maana yake ni kwamba ni taasisi ambayo itatuunganisha sisi wote katika biashara zetu nyingi tunazozifanya kwa pamoja kwa ujuzi wetu.
Vijana ambao inakuwa ngumu kufanya biashara kwa pamoja, nyinyi mmeweza kuungana, wanapaswa kujifunza nini kutoka kwenu ili watakapoenda kuanzisha kampuni zao au vikundi vyao viweze kufanikiwa na kufikia angalau malengo hayo mliofikia nyinyi na zaidi? Nadhani vijana wanatakiwa kujifunza kitu kimoja, kwamba ndege wafananao ndio wanaruka pamoja. Yaani ndugu yangu, ukitaka ufanye biashara na mtu katika commitment ya kwamba mnafanya biashara pamoja, msingi wa kwanza ni kufahamiana. Tunajuana, sisi tumesoma chuo, miaka yote tulioishi pamoja, miaka 3, lakini pia tumekuja mitaani, bado tuna hii network ambayo tunawasiliana katika biashara zetu, tunawekeza pamoja, tunawasiliana unafanya nini, mimi naenda kwenye biashara za wengine. Kwa hiyo ule ushirikiano na ile network ambayo tumeendelea kuwa nayo tokea chuo mpaka leo ndio siri kubwa ya mafanikio yetu sisi kufanya tuwe pamoja na kufikiria jambo kama hili. Tunaamini kwamba baada ya miaka 2 ijayo, hii kampuni hii tunayozungumzia leo ikiwa na mtaji ambao uzidi milioni 250, tutakuwa tunazungumza mtaji wa milioni zaidi ya 500. Kwa hiyo tunaamini katika ushirikiano, lakini tunaamini katika kule kufahamiana kwa muda mrefu, na biashara zetu tunazozifanya bado watu wengi tunafahamiana tunafanya nini. Epuke nini ili ushirikiano usife? Tuepuke ubinafsi. Ubinafsi ndio kitu ambacho kinaua biashara nyingi sana. Kuna watu wanaanza biashara vizuri, lakini mwisho wa siku tamaa zinaanza kuingia. Mtu anahisi kwamba ninachokipata naweza nikakipata zaidi nikiwa peke yangu. Lakini sisi tunaamini katika umoja, ni kwamba ndio utakaosababisha sisi tuwe wakubwa na kukua zaidi na biashara zetu. Lakini ukiingiza swala la ubinafsi, ukaanza kuhisi kwamba utapata zaidi ukiwa peke yako, au ndani ya kampuni ile ile ukaanza kuhisi kwamba wewe unaweza ukapata zaidi, ukaanza kuingiza hujuma na nini na vitu kama hivyo, hiyo kampuni haiwezi kukua. Kwa hiyo kuepuka ubinafsi ndio kitu cha kwanza cha msingi kuweza kuendeleza ukuaji.